Rais Samia Suluhu aficha uso wake baada ya mwanaharakati Maria Sarungi kumulipua kwa kutoa siri hii kubwa. Hujambo na karibu, na ikiwa ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe. Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu na demokrasia Maria Sarungi ameibua mjadala mzito baada ya kudai kuwa Chama cha Mapinduzi kupitia umoja wa vijana wa CCM kinajihusisha na ukusanyaji wa taarifa binafsi za wananchi kinyume na sheria. Madai haya yameibua taharuki mitandaoni na kusababisha mijadala mikali kuhusu hatima ya usalama wa taarifa binafsi nchini. Kwa mujibu wa maelezo aliyotoa, taarifa zinazodaiwa kukusanywa ni pamoja na majina, namba za simu, namba za kadi za wapiga kura na hata mrenge, yaani namba ya kitambulisho cha taifa. Maria alieleza kuwa taarifa hizo zinakusanywa kupitia mfumo wa kidijitali unaoitwa Viva na matumizi yake yanalenga masuala ya kisiasa bila ridhaa ya wananchi. Hatua hiyo imetajwa kuwa kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi nchini Tanzania na imeelezwa kama matumizi mabaya ya teknolojia kwa manufaa ya kisiasa. Zaidi ya hilo, alieleza kuwa baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa wanadaiwa kushinikizwa kwa kutoa taarifa hizi, na ni jambo linaloibua wasiwasi kuhusu usalama wa data na heshima ya kanuni za utumishi wa umma. Tukio hili linaibua swali pana la namna mifumo ya kiserikali na kisiasa inavyolinda faragha ya raia na kuheshimu haki za kikatiba. Madai haya yamezua gumzo mitandaoni ambapo watumiaji wengi wameonyesha hofu kuhusu hatima ya taarifa zao, huku wengine wakitaka uchunguzi huru ufanyike ili kuthibitisha au kukanusha tuhuma hizi. Wapo pia waliona hatua hii kama onyo kwa vyama vya siasa kutojihusisha na vitendo vinavyoweza kukiuka haki za raia, hasa katika kipindi hiki cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Maria amesisitiza kuwa swala hili halipaswi kufumbiwa macho, akihimiza umma kutokubali kushirikishwa katika mfumo anaoita wa kifisadi. Amehimiza wabunifu wa teknolojia kuja na suluhisho mbadala la kidijitali litakalolinda haki za faragha za wananchi na kuongeza uwajibikaji wa taasisi zinazokusanya taarifa. Hali imekuwa mwendelezo wa mijadala kuhusu namna teknolojia inavyotumiwa kisiasa barani Afrika, huku wachambuzi wakionya kuwa matumizi ya mifumo ya ukusanyaji data bila ridhaa ya raia yanaweza kuathiri demokrasia, kuibua hofu na kuharibu imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Matarajio sasa yanabaki kuwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi kuhusu uhalali wa programu ya Viva na kama kweli inahusisha ukusanyaji wa taarifa binafsi kwa kiwango kilichodaiwa. Ikiwa tuhuma hizi zitathibitishwa, basi zitakuwa na athari kubwa kwa taswira ya siasa nchini na namna vyama vinavyoshirikiana kwa wananchi na wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Na hapo ndipo tunafunga taarifa hii ya Kenyascope. Endelea kufuatilia chaneli hii kwa uchambuzi wa kina kuhusu siasa, haki za raia na taarifa zinazohusu mustakabali wa taifa. Usisahau kusubscribe, kuwasha alama ya kengele ili usipitwe na habari zinazofuata.